Juni 16, Jumatatu, mwaka wa 2025. Uinjilisti wa ulimwengu unaoweza kufanywa na mtu peke yake. Waefeso 1:15. Pia naomba macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mpate kujua tumaini alilowaitia, utajiri wa urithi wake wa utukufu katika watakatifu. Kabla ya kupokea neema kutoka kwa neno, lazima kwanza uthibitishe kama wasiwasi ulio nao unatokana na wasiwasi, kutoamini na madai ulio nayo au la. Ni hapo tu ndipo neno la Mungu linaweza kuunganishwa nawe. Katika ulimwengu wa kiroho, inawezekana kwako kupigana vita vya kiroho na kufanya uinjilisti wa ulimwengu peke yako. Maombi yanawezesha haya yote. Paulo aliposhikilia agano na kuomba, batizan wa kiti cha enzi iliinuliwa na kuanza safari ya kiti cha enzi. Matokeo yake, miongozo ya kiti cha enzi ikainuliwa. Shetani, majanga na nguvu za giza zinazolingana na jehanamu zilivunjwa, kazi zinazohusu ufalme wa Mungu zikaanzishwa, na majeshi ya mbinguni yalihamasishwa. Kwa sababu Paulo alifahamu siri ya maombi, aliomba kwa ajili ya roho ya hekima na ufunuo. Aliomba macho ya moyo wake yatiwe nuru, apate kujua tumaini aliloitiwa, utajiri wa urithi wa utukufu wa Mungu. Zaidi ya hayo, alikiri kwamba juu ya utawala wote, mamlaka, nguvu na ukuu, kila kitu kiko ndani ya utawala wa Mungu. Paulo, ambaye alifahamu ukweli huu wa kiroho, aliandika barua kwa kanisa la Efeso 1. Wanaojua sababu viongozi wanne wa Israeli walipoteza kushikilia Injili. Kwa hiyo Waisraeli wakawa watumwa, mateka na taifa lililotawaliwa katika ukoloni. Waisraeli ambao walipoteza kushikilia Injili hawakuweza kuzuia majanga, mamlaka ya jehanamu na Shetani. Paulo alitambua ukweli huu. 2. Wanaojua suluhu. Paulo alikiri kwa ujasiri kazi zinazohusu ufalme wa Mungu. Ni kwa sababu alipiga magoti kabisa mbele ya Kristo na kupokea mwongozo kamili wa Roho Mtakatifu. Pia alikiri kwamba uraia wake wa mbinguni ni muhimu zaidi kuliko uraia wake wa Kirumi. 3. Wale wanaojua yajayo. Paulo alijua kwamba Waisraeli wangeangamizwa na hivyo akaingia katika masinagogi. Katika mwaka wa 313 baada ya kufufuka kwa Kristo, Roma iliweka Ukristo kama dini ya kitaifa, lakini ikaishia kupoteza Injili kwa mara nyingine tena. Haikuwa hadi mwaka wa 1517 ambapo Martin Luther aliwasilisha Injili sahihi, Warumi 1:16 hadi 17. Mara tu unapoona majanga, utaona agano. Mara tu unapojua suluhisho, utaona maono. Ni lazima basi utambue ndoto ambayo Mungu alikupa. Hili linawezekana tu kwa mfano wa Mungu unaoleta uzima. Hatimaye hili litatimizwa na mambo ya Mungu. Ombi la agano. Mungu Baba, ninakushukuru kwa kuwainua mashahidi wa uinjilisti wa ulimwengu. Misheni za kijeshi zitumike na wewe katika kazi ya kutafuta wanafunzi. Na kila ofisa wa kanisa afurahie kazi za ufalme wako zikianzishwa. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.